Na Somu kwanza. Somu sijafunga mimi leo. Mimi niko vizuri, Somu shamaliza. Mimi sita sijafunga. Unajua Muislamu utakiwa useme uongo. Wana Simba wote tutakiwa tuseme uongo kwa sababu tuna dua zito kuelekea kwenye mechi yetu kwa kumwomba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo unaposema uongo tayari hata dua zako unazo Mungu ataona kama ananitania huko. Kwa hiyo mimi sita sijawahi kufunga. Sijawahi kufunga. JB, kwanza kabla ya kuelekea siku ya Jumatano tarehe 9 katika dimba la Benjamin Mkapa, turudi nyuma katika mji wa Suez, mechi mliocheza ya kwanza, robo finali ya kwanza dhidi ya Al Masry. Labda sababu wewe ulivyoona dakika 90 za kule Masry kuweza kufungwa goli 2-0. Shida ilikuwa wapi? Ni home ground tu. Ile ni home ground kwao, sawa kwa hiyo wamefanikiwa kupata goli 2. Sawa, sisi tumetoka nunge, lakini na wao wanakuja kwetu. Na ndio maana hizo mechi zikaekwa home and away. Lakini sababu kubwa ni ukosefu wa matumizi ya nafasi. Yaani nafasi tulishindwa kuzitumia. Tulitengeneza clear chance 4, nafasi 7, shoot on target 7, lakini mwisho wa siku ball possession tumeongoza, lakini mwisho wa siku wenzetu wamepata nafasi 2, wamezitumia hizo. Kwa hiyo mimi naona kikubwa ni matumizi ya nafasi. Lakini kama nafasi zitatumika vizuri, kesho kutwa kuna goli zaidi ya 5. Nadhani ndio atakuwa Mwarabu wa kwanza kupigwa kipigo ambacho hajawahi kupigwa timu yoyote ya Misri na Simba. Na kwanza tuna hasira, sawa, kwa sababu baba yao wa mpira wao kwenye ligi yao National Rally ameshatupiga 5 sisi nyumbani kwake. Kwa hiyo hatujalipa kisasi. Kwa hiyo tunataka tulipe kisasi kwa huyu bwana mdogo. Kwa hiyo huyu bwana mdogo ndo atakuwa chambo wa kwanza kufanywa kitu kibaya ndani ya uwanja wa Benjamin Mkapa. JB, tunashuhudia hivi karibuni Lionel Christian Ateba amekuwa akikosa magoli mengi na mashabiki wa Simba wengi wamekuwa wakimlaumu hasa kwenye mechi hata Al Masry. Tunaona kuna nafasi kadhaa nyingi alikuwa amekosa, lakini Stephen Dese Mukwala aliingia dakika karibia 83-84 hivi. Alichokifanya wengi wamekipongeza. Sasa kuelekea mechi ya marudiano, ni wakati sahihi sasa wa Stephen Dese Mukwala kwenda kuanza katika kikosi cha Simba Sports Club? Hiyo ni kazi ya mwalimu. Unajua mwalimu wetu sisi ni profesa wa mpira, sawa Ukiona mwalimu anaanza na Ateba, maana yake kuna game plan ambayo aloipanga ambayo inamfaa Ateba. Kwa hiyo ndio maana Ateba anaanza afu Mukwala anakuja kufuata kipindi cha pili. Lakini kikubwa mimi naona kazi kubwa tumwachie mwalimu kwa sababu game ya away ina plan yake na game ya nyumbani ina plan yake. Kama game plan ya nyumbani itamfaa Ateba ataanza Ateba. Kama game plan itamfaa Mukwala ataanza Mukwala. Lakini mimi ninachoona tumpe heshima mwalimu wetu, tumheshimu mwalimu wetu. Kwa sababu kwenye viwanja vya mazoezi ndio mwalimu anapoanza kuangalia. Kwa hiyo huwezi kujua Ateba alionyesha nini kwa mwalimu, ndio maana akaamua aanze na nani na Ateba kwa sababu kuna mechi zingine anaanzaga na Mukwara. Mechi na Coast alianza na nani? Na Mukwara akapiga hat-trick. Lakini kikubwa tumpe heshima mwalimu na Dodoma Jiji vile vile alianza Mukwara, lakini tuangalie mechi ya kesho kutwa mwalimu ataenda na game plan gani na atatumia striker wa aina gani. Leo ni siku ya pili ya hamasa kuelekea mechi ya tarehe 9. Ikiwa leo ni tarehe 5, kuna siku karibia 4 hapa. Na hamasa hii ni kwa ajili ya mashabiki wa Simba muweze uwanja wa Benjamin Mkapa. Kwa hiki kinachofanyika, mnaona mnaenda kuujaza uwanja wa Benjamin Mkapa? Uwanja utajaa tu kwa sababu Simba hatuna shughuli ndogo. Na hii nawaambia wana Simba, sawa kila mmoja anatakiwa akate tiketi. Uwe ulikuwa una nature ya kwenda mpilani, uwe na nature ya kwenda mpilani, wote tunatakiwa. Awe baba yako, awe mama yako, awe mtoto wako, awe rafiki yako, awe jirani yako. Una hela, mkatie tiketi, una kopa, twende tukaujaze uwanja kwa sababu wote I know. Unajua mchezaji ili atoe good commitment, tunatakiwa kwanza tuwape deni. Deni ni lipi? Ni lile tiketi zinatakiwa zitangazwe, sawa bwana zinatakiwa zitangazwe 2 days before tiketi zimekwisha kama mechi na National Rally kwenye African Football League au kija mechi ya Simba Day. Sawa, sherehe za Simba Day tiketi zimekuwa sold out 2 days before. Kwa hiyo ile ndio inapelekea kuwapa madeni wachezaji. Mchezaji akishika simu yake, akigugu akiangalia N-card tayari wanakuwa shatoa mkeka kwamba tiketi zimekuwa sold out. Kwa hiyo ile mchezaji inampa nini? Inampa morali. Kwa hiyo inamtengenezea morali kubwa katika kwenda kuipambania nini? Kwenda kuipambania timu kwa sababu anajua sawa yule mchezaji wa 12 kazi yake ameshamaliza kwa sababu ili uwe na timu bora maana yake uwe na vitu vinne. Uwe na uongozi bora, mashabiki bora, wachezaji bora na uwe na benchi la ufundi bora. Sasa kazi ya mshabiki ni ipi? Kazi ya mshabiki ni kwenda kuisupport timu. Kwa hiyo tunachotakiwa tununue tiketi zetu 2 days before au 1 days before, alafu ndio pale sasa mchezaji yeye atajua kwamba mashabiki wetu wana nguvu kiasi gani kuelekea kwenye mechi na wao watatoa nguvu zao kwenda kuipambania nini? Kuipambania timu. Watu jingine wanajiuliza kwa nini mwakosa bulldozer? Unajua hii mechi ina vijicho vingi. Sawa, especially wenzetu wa upande wa pili. Wenzetu wao walishaharibu. Wao wamo. Walishashindwa huko tangu kwenye nini? Kwenye makundi. Na sisi tunawaamini hawa mitume hawa wachungaji. Tunawaamini kwa sababu gani? Wana Yanga wanashindwa kuwaamini sawa kutokana tu na ushabiki wao wa Simba na Yanga. Lakini kama ulimwamini mchungaji au mtumishi
kwa kumwombea Dube. Ulimpeleka Dube akaombewa na Dube kweli akafunguka akaanza kufunga. Na hawa mitume inakwambia kabisa kwamba kuna timu mbili zitaenda nini? Zitaenda makundi. Alafu timu moja itaishia makundi, timu moja itasonga mbele na itafika mbali zaidi. Sasa kwa nini huyu hutaki kumwamini wakati swala la Dube uliamini? Kwa hiyo sisi ndio maana tumemwalika Mamposa kwa sababu vijicho ni vingi, watu wanaloza koloso. Mpaka sasa hivi wao hawamo. Umeona? Hao kijani na njano hawamo. Kwa hiyo watafanya vyovyote vile. Na kama ulimsikia Godi Yanga juzi wakati anaongea, Godi Yanga alishaongea kabisa. Mwana Yanga yoyote mwenye uchawi, mwenye ushirikina, mwenye kijicho anatakiwa aroge hii mechi ili Simba asiende nusu finali. Umeelewa bwana, kwa ajili ya maslahi ya timu yao. Sasa sijui maslahi, yani Simba akishindwa kwenda nusu finali ni maslahi ya timu yao. Sasa we don't know. Sawa, kwamba hayo maslahi ni maslahi ya aina gani. Lakini kikubwa sisi kama wana Simba tunamwomba Mungu, na kwa sababu ni watu wema. Simba haifanyi dhuluma. Sawa, Moa na hela lakini hujawahi kumsikia kazamini vilabu 8 si 9, ile ni dhuluma. Umeelewa? Hujawahi kumuona refari anafungiwa kwa sababu ya Simba. Marefa watu wanafungiwa kwa sababu ya Yanga. Umeelewa bwana? Kwa hiyo moja kwa moja kwa sababu sisi ni watu wema na ndio maana tunafanya nini? Tunafanikiwa. Na hata uwanja wa Benjamin Mkapa ukiona tunafanya vizuri kwa sababu uwanja ni wa kwetu. If you remember, wakati Simba tunarudi kumtoa Zamalek 2003, tulienda kuipokea timu pale Benjamin Mkapa, marehemu rais wetu sawa mstaafu alikuja pale wakati anatoka Marekani, anakuja anatukuta mashabiki wa Simba tumejazana. Akauliza, mashabiki wamekuja kunipokea mimi? Akaambiwa hapana, mashabiki wamekuja kuipokea nini? Simba. Simba imefanya nini? Anambia Simba wamemtoa bingwa mtetezi barani Afrika. Ameingia yeye makundi, bingwa mtetezi akwenda. Akasema basi nitawajengea uwanja. Ndio ule uwanja wa Benjamin Mkapa. That's why unauona ule uwanja unakuwa blessed to us. Umeelewa bwana? Sisi ule uwanja hatuna ugomvi nao na hatuna nuksi nao. Na ndio maana ninakwambia huyu Mwarabu anaenda kuwa Mwarabu wa mfano. Watu wanajiuliza kwa nini Paul Chacha mkuu wa Tabora kumwalika katika hili tukio la Simba dhidi ya Almasi. Kwani Paul Chacha si mkuu wa mkoa halafu ni nani? Ni kiongozi wa nani? Kiongozi wa Tabora. Na Tabora vile vile ni timu ambayo mpaka sasa hivi iko kwenye 5 bora. Inagombania, ina compete kuingia katika top 4. Maana yake watakwenda kucheza mashindano ya kimataifa. Ili sasa waje wajifunze. Kwa ndio maana tumemchukua Paul Chacha kwa sababu ni kiongozi wao. Aje ajifunze mashindano ya kimataifa yanachezwa vipi ili akienda aweze kufanya nini? Aweze naye aende. Halafu kingine tumemwalika kwa sababu hao ni adui yao. Sasa kama adui yao sisi ni rafiki yetu. JB, hapo unapozungumza wageni maalum ambao Ahmed Ally amewatangaza siku ya jana, lakini mbali na Paul Chacha kuna mwingine amemtangaza, naye ni mjumbe wa kamati tendaji ya CAF, rais wa shirikisho la soka Tanzania TFF, ndugu Wallace Karia kuwa mgeni maalum. Lakini jana imezua sana kelele mitandaoni. Wapo wanaosema kuwa haikuwa wakati sahihi upepo huu, maana tayari kuna ugomvi unaonekana kati ya Young Africans pamoja na ndugu Wallace Karia. Kwako wewe hili unalichukuliaje? Kwani wao walivyomwalika wakati wanacheza na Mamelodi na wakamvalisha mpaka jezi kulikuwa na ugomvi na Simba? Yule ndio baba wa mpira. Unapozungumzia mpira wa Tanzania maana yake unamzungumzia Wallace Karia, ndio rais wa mpira. Si umeelewa? Yaani unapomzungumzia Wallace Karia ndio rais wa mpira. Kwa hiyo kiongozi yoyote wa TFF anapoalikwa kwenye mechi kama ile ndio mwenye timu yake, na hizi timu zimeanza basi tu wanakosa shukrani. Lakini hizi timu zimeanza kufanya vizuri wakati wa uongozi wa Karia. Simba mara ya mwisho kuingia makundi ni 2000 na ngapi? Na 3. Yanga kuingia makundi mara ya mwisho ni 98. Sawa, zimepita nyongozi ngapi hapo? Lakini baada ya Karia tu kuchukua madaraka, Simba tayari sawa 18 10 ngapi? 19 tumeanza kuingia makundi na hatimaye robo finali. Sasa hivi tuna robo finali 6. Lakini zote rais ni Wallace Karia. Yanga miaka imepita 85. Yanga ndo anaingia finali. Wakati Simba 93 tumecheza finali. Wao miaka 85 tangu ianzishwe ndo wamecheza finali. Lakini chini ya utawala wa Wallace Karia, Yanga kuingia makundi imepita miaka 26. Nyongozi ngapi zimepita? Yanga kwenda makundi. Umeelewa? Lakini wameanza kuingia makundi chini ya uongozi wa Wallace Karia. AFCON mara ya mwisho ni mwaka 80. Sijui umeelewa? Tumekuja kurudi tena kwenye AFCON chini ya uongozi wa Wallace Karia. Sasa unashindwaje kumwalika Wallace Karia? Wao ugomvi wao si hautuhusu, ndio maana tukawaambia adui yenu sisi ni nani? Yule ndo baba. Hivyo wewe baba yako unaweza, hata kama baba yako akugombeze vipi akose vipi, unaweza kumnunia babako? Unaweza ukaacha kumwalika babako kwenye harusi yako? Kwa hiyo yule ndo baba wa mpira wa Tanzania. Kwa hiyo yani hata kama asingealikwa lazima angekuja kwa sababu Simba ni ya kwake, kwa sababu wao mwaka jana walivyocheza robo finali walimvalisha jezi Wallace Karia, walimvalisha jezi Steven Mguto, waliwavalisha jezi viongozi mbalimbali, mpaka mwana FA alivaa jezi ya Yanga mechi na Mamelodi, lakini wakaenda wakatolewa. Lakini sisi
tumemwalika Wallace Karia kwa sababu yeye ndio rais wa mpira wa Tanzania na vile vile ndio kiongozi anaosimamia mpira wa Tanzania. Sasa tusitake kwa nini? Sisi tunataka finali, sio nusu finali. Huyu sisi tushamalizana naye. Ikitokea mjafuzu na kwambiaje, sisi tumesha kwenda nusu finali. Hapa hakuna chakuto. Kibi mmeshakwenda vipi wakati tayari mnamshafunga? Tumesha kwenda nusu finali. Sisi tulifungwa goli 4 na Kaizer Chiefs, zilipatikana ngapi pale? Kaizer Chiefs angetufunga goli 2 saa hizi Kaizer Chiefs angekuwa ashacheza nusu finali. Umeelewa? Kwa hiyo goli 2 wao sisi, ndio maana slogan yangu mimi hapa. Nakwambia ubaya ubora, hii tumeshavuka. Sisi sio kama wao. Sisi sio kama wao. Sisi tumeshavuka. Hapo sisi sio kama wao. Kwa sababu wao walipewa goli hili, walitafuta goli hili, lakini walishindwa. Sisi tunaenda kuwaonyesha sasa goli 2 zinapatikana vipi mpaka 3 mpaka 4. Umeelewa? Simba ndio timu pekee barani Afrika iliyoweka historia. Sawa? Iliyoweka historia ya kuzifunga timu za CAF zilizokuwa ndani ya 10 bora goli nyingi ni Simba Sports Club. Hakuna timu nyingine. Anaanza Simba hapo anakuja Mamelodi Sundowns. Simba kamfunga nani? Alimfunga Royal Athletic Club goli 7-0. Rekodi ya pili anaishika Mamelodi Sundowns kumfunga 5 nani? Kumfunga 5 timu zilizokuwa ndani ya 10 bora, kumfunga Mamelodi Sundowns kumfunga National Rally goli 5 mara 2. Kwa hiyo Simba yeye ndio yuko kinara hapa. Goli 7. Na Simba ndio timu pekee kuvunja rekodi ya kufanya comeback. Yani anafungwa goli 4 hapa 73-74. Tunaenda nusu finali na Mufuli Wanderers, tunafungwa goli 4 nyumbani, uwanja wa Shambala Bibi. Tunakwenda nyumbani kwao tunaenda kuwatia chuma 5. Sasa kama tumeweza kuvunja rekodi ya goli 5 ugenini, tunashindwaje goli 2 nyumbani kwetu? Ndio inawapa nyinyi jeuri. Sisi inatupa jeuri kwa sababu tushaika historia nyingi. Simba ndio timu iliyotoa golikipa aliyedaka penalti 2 ndani ya dakika 90, Aish Manula. Yaani hizo rekodi zote ni za Simba hizo kama. Ndani ya kikosi cha Simba na kabenchi. Sasa ndio ujiulize hapo. Simba tumekamilika kila idara, kuanzia goalkeeping, Tanzania 1 naye mimi, Tanzania 2 naye mimi, Tanzania 3 Abeli naye mimi. Alafu Gine namba 1 naye mimi. Ukija fulubeki ya Tanzania Shomari Kapombe nayo mimi. Ukienda upande wa kushoto huku, sawa, na beki 3 wa timu ya taifa ya Tanzania na beki 3 wa timu ya taifa nini? Ya Burkina Faso, Valentino Noma. Ukija katikati hapa na beki mstaarabu. Huyu mwingine anacheza kwa sababu ya busara za nini? Za makocha tu kwamba huyu ni mzoefu. Huyu ni bado kijana mdogo anatakiwa ajifunze kwa huyu. Abdulrazak Hamza, lakini Jobu asingecheza pale. Kama unataka ufuate kiviwango, Jobu hawezi kucheza kwa Abdulrazak Hamza. Umeelewa? Alafu namba 5 nina jitu ambao miraba 4. Jitu lenye lomba, jitu katili aliongei bubu. Alafu namba 6 pale nina midfield bora sasa hivi. Na ile midfield unaiona ile. Yule Kagoma yule. Yaani Mudazili amecheza kwa heshima tu ya makocha kwamba wewe ni mtu mzima anza, afu Kagoma anakuja nyuma. Na wakati ameanza Mudazili tulipigwa chuma ngapi? Alivyoingia mwenye namba 6 yake kuna goli liliingia. Shufaa Mrabat aliomba sabu baada ya kuingia Kagoma alimgonga mara 2 tu. Shufaa Mrabat ananyosha kidole anaomba sabu. Anatoka nje, timu ikawa imetulia, ngoma zikawa zimebakia zile goli 2. Alafu kule mbele na mtu anaitwa Kip Dennis. Ni afadhali ukapoa Messi wawili uwakabe kuliko kumkaba Kip Dennis. Umeelewa? Upewe Messi? Ni afadhali upewe Messi umkabe kuliko Kibu. Messi wawili upewe wale bwana wakabe hawa kuliko upewe Kibu. Ni afadhali ucheze na Messi wawili. Kwa nini? Kama unakumbuka kwenye kombe la dunia Argentina kukutana na Morocco, Messi alisumbua. Lakini Kibu tulivyokutana na Morocco, zimegonga mwamba ngapi? Waliomba maji Morocco. Swali kwa mpaka wanataka kumpiga. Na mpira umeisha, yule Ashraf Yakini anamfuata nani? Anamfuata Kibu, anamuuliza unacheza timu gani? Sio na pisu wala la mchezo. Anamwambia Simba Sports Club from Tanzania. Kwa hiyo sisi tuna watu sasa, achana na Kibu, kuna Chuma Volcano, kuna mtu anaitwa Mpanzu.